Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Kilio kimeweza kutanda katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania baada ya wahusika na wale ambao waliwaua Watanzania wakati wa maandamano ya 29 Oktoba mwaka jana kuanikwa hadharani. Vile mnajua, Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuteua tume ya uchunguzi ili kujua kuhusiana maafa yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania. Tume hii inaongozwa na Jaji Chande kutembea katika maeneo mbalimbali. Wakati walikuwa wanakusanya maoni, walifika mahali mama mmoja akakabidhiwa kipaza sauti, akaeleza vile hali ilivyokuwa, na kisha baadaye wakati walikuwa hospitalini baada ya yeye kupigwa risasi, akasema ya kwamba kuna kikosi kilikuja hospitali, wakasema watu wote wenye majeraha tuondolewe. Kumaanisha kuna kikosi fulani ambacho kiliingia kwa hospitali penye watu ambao wamepigwa risasi walimokuwa, wakaagiza madaktari hao watu wote wenye majeraha ya risasi waondolewe. Nataka nisome vile alijieleza yeye mwenyewe mbele ya tume hii ya uchunguzi ya Jaji Chande. Usikize vile hawa watu waliingia mule ndani, wakasema na kuwauliza nani mliyepigia kura. Kumaanisha tutasoma kisha baadaye tutapata ujumbe maalum nani aliwaua maelfu ya Watanzania, kwa sababu majibu yako kwa maelezo yake. Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi kwa heshima na taadhima kuu. Unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa wewe ni mgeni, ingia na viatu pasipokuwa na uoga, na ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Naomba uweze kunikabidhi dakika 7 tu, tusome vile aliweza kujieleza na tutapata majibu nani aliwaua maelfu ya Watanzania. Naomba tusome vile habari hii imeweza kuchapishwa na Msema Kweli Connect. Ikaanza kwa kusema hivi, tunaenda polepole hadi usikize nani aliwaua Watanzania. Anaelezea Bi Aurelia, huyu sasa ni yule ambaye alikuwa mbele ya tume ile ya Jaji Chande ambayo inafanya uchunguzi, ambaye ni mmoja wa waathirika wa matukio ya Oktoba 29. Bi Aurelia anasema alipigwa risasi nyumbani kwake Mugomeni Kota, akiwa ndani ya nyumba na alikuwa amelala. Bi Aurelia anasema alikuwa anaishi na wajukuu zake, lakini alipokaribia Oktoba 29 aliwaambia wazazi na wajukuu zake ambao ni watoto wake. Kwa maelezo ya Bi Aurelia, alipopigwa risasi maeneo ya mkononi karibu na bega, hakuwa na msaada wowote. Alijitahidi kutoka nje ya nyumba yake na kupiga kelele, kisha majirani walijitokeza na kumpa msaada, akapelekwa hospitali hali ya kuwa hana fahamu. Na hapa anaelezea hali ilivyokuwa hospitali pindi aliporejesha fahamu zake. Nilipoamuka, sasa ni yeye alikuwa nakiri hayo, nilipoamuka nilikuwa nikikohoa. Madaktari na waenezi waliokuwa karibu walishtuka, wakaanza kuambiana, huyu Bi yuko hai, msaidieni. Yani alikuwa katikati ya miili mingine hospitalini. Pale nilipokuwepo kulikuwa kumetapakaa damu ya watu wengi waliokuwepo pale chini. Nadhani wale wote walikuwa wamefariki, ndio maana mimi nilikohoa. Waenezi walishituka. Basi daktari aliyemsaidia akaamuru nivuliwe nguo zote. Baada ya hapo nikapewa msaada
wa kutolewa risasi, kisha nikapelekwa wodini ambapo pia nilipoteza fahamu na nikaamuka tena kesho yake, ambayo ilikuwa ni tarehe 31, kumaanisha ni wengi ambao walikuwa wamepigwa risasi na walikuwa wanatokwa na damu imetapakaa kila mahali. Yeye wakati alipokohoa akasaidiwa na madaktari ambao walimpeleka kwa wodi kumsaidia. Akaendelea kusema, nilipoamuka nilikuta mwanangu wa kike kaja kunitembelea, basi nikapewa uji nikakunywa, lakini baada ya muda mchache kuliingia kikosi. Sasa tusikize nani muhusika wa mauaji. Kuliingia kikosi maalum kilichokuwa na silaha, wakaongea na madaktari, kisha wakaanza kutukagua mikono, yaani kuangalia kama wamepiga kura. Wakaanza na mimi kwa sababu nilikuwa kitanda cha kwanza kabisa. Pasi wakanikuta na alama ya wino, maana mimi nilikuwa nimetoka kupiga kura tarehe 29. Wale watu wakaanza kuniuliza, sikiza sasa kwa ukali, ulimchagua nani? Wakaanza kumuuliza ulimchagua nani? Mimi nikawaambia nimechagua ninayemjua mimi kwa sababu kura ni siri. Pasi wakasema huyu bibi jeuri sana, si mnaona anavyojibu? Basi mimi nikasema nimemchagua huyo aliyepo kwa sababu hana mpinzani. Nani hakuwa mpinzani katika uchaguzi wa Tanzania? Maana Tundu Lissu alizuiliwa kuwania kiti cha urais. Mpina wa ACT Wazalendo alizuiliwa kuwania kiti cha urais. Wakati alisema huyo mwenye alikuwepo kwa sababu hana mpinzani, anamaanisha Samia Suluhu Hassan, wakamwacha. Sikiza sasa vile anasema. Pasi wakasema huyu bibi hakuwepo kwenye maandamano, ila itakuwa kuwachochea wajukuu zake, ndio maana wamefanya fujo. Kumaanisha wakamsamehea baada ya kusema ya kwamba mimi nilimchagua huyo mwenye ako mamlakani kwa sababu hakukuwa na mpinzani, na hii ndio kura nilipiga, ona wino yenye ilikuwa kwa kidole. Wakamwacha. Pasi wakaondoka, wakaniacha, wakaendelea kwenye vitanda vingine. Lakini wakaendea kwenye kitanda ama vitanda vingine, lakini kabla hawajamaliza wakaambia madaktari na manasi ama manesi kwamba hawa watu wote waondoke hapa hospitali, haijalishi wamepona au hawajapona, wote waondolewe hapa mpaka jioni, tusiwakute. Basi mimi ikaabidi niwaambie mwanangu tuondoke nikaugulie nyumbani, alieleza Aurelia kwa uchungu sana. Kwa hivyo watu waliohusika kwa mauaji sasa wameanikwa. Amesema yeye mwenyewe niliyemchagua ni huyo mwenye ako mamlakani kwa sababu hakuwa na upinzani, wakamwacha. Watu walipitia machungu, wengi waliuawa. Unasikiza vile huyo anaeleza kwa kusema ya kwamba kikosi kile kiliweza kuagiza madaktari waondoe wote hospitalini ambao walikuwa na majeraha ya risasi, waenda wakakufe huko, wengine wakaenda nyumbani, hatujui kama walipona. What do you think? Kufikia hapo jijazie wewe mwenyewe, nani muhusika wa mauaji nchini Tanzania katika maandamano yaliyoshuhudiwa 29 Oktoba mwaka jana? Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe na kuomba uweze kusubscribe, sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.